Mimi nitoe wito kwa Chadema na hasa ndugu yangu Mnyika. Najua anao uwezo, ikiwa hakuwa na ufafanuzi wa kutosha, pengine hajaelewa baada ya kusikiliza kilichotokea Zanzibar, anao uwezo wa kuwasiliana na viongozi wenzake kumpa ufafanuzi na hata kutoa maoni yake katika yale ambayo anaona sio sawa sawa. Lakini anasema moja kati ya vigezo anavyotumia kupima kwamba ni usaliti kujadili masuala ya katiba ya Zanzibar huku tukiacha masuala ya katiba ya Tanzania bara, ni kituko kabisa, tena kufanywa na mtu ambaye angalau ana skills ndogo za sheria, kwa sababu katiba ya Zanzibar haijawahi hata mara moja kutungwa kwa pamoja na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katiba ya Zanzibar iliyorithiwa ya mwaka 63 ilifutwa, ikawa hakuna katiba Zanzibar mpaka mwaka 1979 ikatungwa katiba ya Zanzibar ya mwanzo. Tunayo katiba ya Muungano mwaka 77, baadaye 79 ikatungwa hiyo katiba ya Zanzibar. Baada ya hapo mwaka 84 ikatungwa tena. Na mabadiliko yote ambayo yamefanywa kwenye katiba ya Zanzibar hayakuwahi kuhusishwa au kuwa na sharti la kwamba lazima itanguliwe na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini hata mjadala wetu hapa na maoni ya katiba ya Muungano yaliyokuwa yamechukuliwa na Jaji Warioba yalikuwa yanazungumzia katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hayakuwahi kugusa hata mara moja katiba ya Zanzibar. Lakini kujitoa ufahamu juu ya ukweli wa nini tunachopigania wapinzani, tulitoka kwenye bunge la Ukawa kwa sababu moja kubwa, kwamba sisi maoni yetu tunahitaji serikali tatu: serikali ya Zanzibar, serikali ya Tanganyika na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kwamba na moja kati ya wadau muhimu sana walioeleza ile ilikuwa Tundu Lissu, mwenyekiti wake, kwamba serikali ya muungano inapaswa kuakisi mkataba wa muungano. Na kwa hiyo kitu pekee kwenye katiba ya Zanzibar kinachopaswa kureflect status ya katiba ya muungano ni yale mambo yanayohusu muungano na sio masuala mengine yote. Na mtazamo wetu ni kwamba lazima Tanganyika iwe na katiba yake inayogusa masuala yake na tuwe na katiba ya muungano ambayo inajitegemea. Na huu ndio mtazamo wa Ukawa, Umoja wa Katiba ya Wananchi, na ndio mtazamo uliotufanya tutoke kwenye bunge la katiba, akiwemo yeye Mnyika. Mimi naamini anaujua. Sasa mjadala wote wa kipindi chote kuhusu katiba, tulikuwa tunazungumzia katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, haukuwahi kuzungumzia katiba ya Zanzibar. Lakini Zanzibar leo tunapozungumza ina serikali yake ya Zanzibar, na wao wamekuwa ni wadau muhimu wa kuonesha kwamba bwana, Zanzibar ina serikali yake, Tanganyika haina serikali yake, ina bunge lake, ina rais wake, ina shughuli zake ambazo zinaendelea. Haya ni mambo yanayohusu Zanzibar. Zanzibar ilifanyika mauaji mwaka 2001, hayakufanyika huku Tanganyika. Na tulipotatua tatizo la Zanzibar halikuwa linasubiri ridhaa ya Watanganyika ndio mtatue tatizo la Zanzibar. Na haya ndio mambo, ndio uhalisia wa mambo.